Wanawake wengi wamejitokeza kugombea tofauti na chaguzi zilizopita. Kwa hiyo tutegemee sana ushindi mkubwa utatokea kwa wanawake. Tunategemea sana katika majimbo tutapata wanawake wengi na tutapata viongozi wanawake ambao wana uwezo wa kuongoza, kwa sababu wengi waliogombea ni watu ambao wako vizuri kielimu, lakini wako vizuri kimwamko, wana uzoefu pia kuanzia katika vyama vyao. Kwa hiyo tutegemee sana kwamba tutapata viongozi wanawake ambao watatosha ushauri serikali yetu. Kwa jina naitwa Harusi Saidi Suleiman, ni mgombea wa nafasi ya uwakilishi kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi jimbo la Wete Pemba, lakini pia ni waziri wa nchi ofisi ya makamu wa kwanza wa rais. Sana mara nyingi huwa napenda kutumia nafasi yangu pia kuzungumza na vijana wa kike wa vyama mbalimbali, na huwa nahamasisha jinsi ya kuingia katika uongozi. Mara nyingine huwa nawashawishi kugombea kuanzia kwenye vyama vyao, wale ambao hawako kwenye chama changu, ili wakitoka kwenye chama waweze kugombea katika serikali kuu. Na kwa kweli nimefanikiwa kwa kiasi fulani, kwa sababu hata katika mafunzo haya ambayo mnatupa wamo ambao niliwashawishi kabla uchaguzi, na mara hii nimewakuta wamo wamechukua fomu kwa mara ya kwanza. Mimi nimeamua kuchukua tena nafasi hii, kuomba tena kugombea tena nafasi hii, kwa sababu kwanza ni mtu ambaye najiamini, lakini kila nikiangalia katika jimbo langu najiona kwamba bado nina uwezo mzuri wa kuweza kuliongoza jimbo la Wete. Mimi naongoza ofisi ya makamu wa kwanza wa rais nikiwa ni waziri, nashughulika na watu wenye ulemavu, lakini pia nashughulika na pigaji marufuku, udhibiti wa dawa za kulevya, lakini pia nahusika na mazingira, lakini pia nahusika na maambukizi ya ukimwi, yani PVU. Kwa hiyo hao wote ni watu ambao nawahamasisha kupitia wizara yangu, lakini watu wenye ulemavu tunahamasisha zaidi kugombea katika nafasi mbalimbali. Kwa nini? Kwa sababu ni kundi ambalo kwanza liko nyuma kulingana na mazingira yao, lakini ni kundi ambalo linakata tamaa sana. Kwa hiyo tumepata nafasi ya kuwahamasisha sana, kuwahamasisha mara nyingi kupitia mikutano mbalimbali, kupitia ziara mbalimbali, ili na wao waitumie nafasi yao ya msingi ya kuomba uongozi katika nafasi hizi za uchaguzi huu wa 2025. Na hata hivyo wapo ambao nimewaona wamejitokeza. Wapo ambao kwanza niwaambie jamii kwamba mwanamke ni kiumbe ambaye Mwenyezi Mungu kamuumba. Kwanza ni mtu makini, lakini pia mwanamke ni mtu mwangalifu, lakini pia mwanamke ni mtu ambaye hakubali kushindwa. Kwa hiyo naomba nichukue nafasi hii kuwaomba wananchi, kuziomba jamii zetu wawasaidie wagombea wanawake ambao wamejitokeza katika vyama mbalimbali, hususan jamii, kwa sababu msaada unaanza kutokea kwa jamii. Kama utakosa sapota kwa jamii, huwezi kupata sapota nzuri kule unapokwenda. Lakini jamii ikikukubali, familia ikikukubali, itakusindikiza ili uende katika chama ukiwa una confidence, ukiwa una nguvu, ukiwa uko jasiri, kwa sababu huko ulikotoka uko vizuri. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana wananchi, jamii zetu wawape moyo sana wanawake waliogombea, ili waweze kupata nguvu ya kugombea na kuweza kupata ushindi, ili watuongoze na tupate mawazo yao mazuri katika vyombo vyetu vya kutunga sheria. Ni washauri wazuri wanawake katika serikali yetu, na ndio maana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameteua wanawake sana, kwa sababu wanawake ni waaminifu. Mwanamke akiamua kukusaidia atakusaidia, lakini mwanamke unapompa jukumu anataka hakikishe jukumu lile hashindwi, anakusaidia kwa haki lillahi, ili umuone kwamba kapambana katika kukusaidia. Tuwaamini sana wanawake. Viongozi wanawake ni viongozi waaminifu.
Kwa kweli katika hatua yoyote wanaume tunawashinda.